Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, nichukue nafasi hii kukukaribisha katika kipindi hiki cha Kanisa katika Mwendo. Mimi naitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi, nikukaribishe tuweze kuwa pamoja katika kipindi hiki, na kabla hatujaanza jambo lolote, basi tumwalike Mungu kwa njia ya maombi. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa wasaa mzuri wa kuweza kujifunza neno lako. Tunakualika uwe nasi, tufundishe neno lako ili liweze kuwa ni msaada mkubwa katika maisha yetu, ukituandaa vema kwa ajili ya ufalme wako. Neema yako yatosha, kwani tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Karibu katika kipindi hiki cha Kanisa katika Mwendo, kipindi ambacho kinatufundisha ukweli juu ya kanisa la Mungu na jinsi ambavyo Mungu analijalia kanisa lake kukua na kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tupo katika kipengele kinachozungumzia maana ya kanisa, na katika kuangalia maana ya kanisa tuko kwenye eneo ambalo linaangazia juu ya sitiari mbalimbali za kanisa. Juma lililopita tuliangalia sitiari nyingine ambayo ilikuwa inazungumzia mwili wa Kristo. Biblia inatumia sitiari ya mwili wa Kristo kutufundisha ukweli juu ya kanisa la Mungu. Leo tunaangalia sitiari nyingine ambayo inaonyesha ukweli juu ya kanisa la Mungu, nayo sio nyingine isipokuwa ni jeshi la Bwana. Jeshi la Bwana. Sasa tuanze pamoja, tukianza na baadhi ya mafungu hapa ambapo yatatutambulishia mada yetu. Fungu la kwanza ni kutoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12. Biblia inasema, pigana vita vilivyo vizuri vya imani, ukishike uzima wa milele. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 na 11 anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Fungu lingine ni Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4. Maandiko yanasema hivi, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Haya ni baadhi ya mafungu mengi ndani ya Biblia ambayo yanaonyesha kanisa la Mungu ni jeshi. Kanisa la Mungu lipo katika hali ya kupambana. Kanisa la Mungu liko katika hali ya vita. Kanisa la Mungu linapambana vita vya kiroho. Na kama ni kanisa ambalo linapambana, kwa hiyo Biblia inatumia sitiari ya jeshi kuonyesha kanisa la Mungu. Sasa nini ambacho tunajifunza katika sitiari hii ya jeshi la Bwana inayoonyesha juu ya kanisa la Mungu? Jambo la kwanza, Biblia inatufunulia kwamba Baba ndiye mwenye jeshi. Ukisikia jeshi la Bwana, yaani kanisa la Bwana, Baba ndiye mwenye jeshi. Yeye ndiye mmiliki halali mwenye jeshi. Yaani jeshi ni mali yake. Sasa tuangalie katika fungu lile la Yoshua sura ya 5 mstari wa 14 na 15, jinsi Baba anavyofunuliwa pale kama yeye ndiye mwenye jeshi. Anasema, nimekuja sasa nili amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiuso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya hivyo. Hili fungu linatuonyesha ya kwamba Mungu Baba ndiye mwenye jeshi. Na tunaona wapi? Katika neno lile jeshi la Bwana. Jeshi la Bwana. Kumbe Bwana analo jeshi. Bwana ana jeshi. Sio tu la hapa duniani ambao ni kanisa lake, lakini pia ana jeshi la malaika. Kwa hiyo Baba hapa anafunuliwa kama mmiliki wa jeshi. Jeshi ni mali yake. Yeye ndiye mwenye mmiliki halali wa jeshi lake. Kanisa lake ni mali yake. Na hiyo inatutia moyo tufahamu ya kwamba kama Mungu anamiliki jeshi,
Yeye kama ndiye mmiliki halali mwenye jeshi, hatuna haja ya kuogopa jambo lolote, maana Baba tayari yeye ndiye mwenye jeshi. Kwa hiyo maneno hayo yanaonyesha jeshi la Bwana. Ina maana Bwana analo jeshi. Bwana Mungu wa mbinguni anamiliki jeshi, na hilo jeshi ndiyo kanisa lake. Usisahau tulijifunza hapa maana ya kanisa. Ukisikia kanisa la Mungu, Mungu ana kanisa ambalo linaonekana na lisiloonekana. Lile linaloonekana ndio la ile la waumini wa hapa duniani. Lisiloonekana kwanza ni wale waumini ambao wametawanyika katika imani nyingine, ambao hawapo ndani ya kanisa lake kwa leo. Lakini linaenda kwa upana zaidi. Kanisa lake lisiloonekana linahusisha jeshi la malaika. Maana malaika wanahuduma katika kanisa linaloonekana. Wao wanatumwa kuwahudumia wale ambao wataurithi wokovu. Kwa hiyo Bwana analo jeshi linalohusisha mbinguni na duniani. Na duniani ndio kanisa lake. Hapo ni sehemu tu ya lile jeshi lake kubwa. Kwa hiyo Baba yeye analo jeshi, yeye ni mmiliki wa jeshi. Jambo la pili, tunajifunza kwa habari ya Yesu Kristo katika jeshi la Bwana. Yeye ni amiri jeshi mkuu. Imeandikwa wapi? Fungu hilo hilo tulolisoma, Yoshua sura ile ya 5 mstari wa 14 na 15. Biblia inasema hivi: nimekuja sasa, niri amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya hivyo. Hapa tunapata ukweli wa kina sana. Huyu anayezungumza na Yoshua anatambulishwa ni amiri wa jeshi la Bwana. Ndiye jemedari mkuu, ndiye anayesimama mbele katika jeshi la Bwana akiliongoza jeshi la Bwana. Maneno yake yanatufunulia tuone tabia yake. Maana anasema vua viatu vyako, maana mahali unaposimama ni patakatifu. Kuna wale wanatafsiri wanasema kwamba kuvua viatu ni aliambiwa kuvua viatu hivi tu, sasa akavua viatu maana pale ni patakatifu. Neno hilo anapozungumza vua viatu vyako, anamwambia achana na matendo yako ya zamani. Achana na vitu vya zamani ulivyokuwa unavifanya ambavyo si vizuri. Maana sasa uko katika kazi takatifu. Uko kwenye himaya takatifu. Unafanya kazi takatifu. Ndio anaambiwa avue viatu, aache matendo mabaya. Na maneno hayo aliambiwa hata Musa pia. Kwa hiyo huyu anayezungumza hapa ndiye yule aliyemwambia Musa kwamba vua viatu vyako, maana nchi unayosimama ni nchi takatifu. Sasa anaambiwa hapa ya kwamba avue viatu vyake. Biblia inatuambia huyu aliyemwambia anasema mimi ni amiri wa jeshi la Bwana. Na huyu amiri wa jeshi la Bwana ni nani? Nabii wa Mungu Ellen G. White katika kitabu cha Wazee na Manabii anasema huyo aliyezungumza na Yoshua alikuwa ni Yesu Kristo. Kabla hata hajaja hapa duniani kufanyika mwili, alikuwa ndiye yeye. Maana hata katika historia yote ukisoma ya wana wa Israeli walivyotembea, ni Kristo na Roho Mtakatifu ndio waliokuwa wakiongoza jeshi la Bwana, waliokuwa wakiongoza jeshi la Bwana. Kwa hiyo unapozungumzia jeshi la Bwana, amiri wake jeshi mkuu ni Yesu mwenyewe. Ni yeye ambaye anasimama kwa ajili ya watu wake, ndiye anayepigana kwa ajili ya watu wake. Na maandiko yanaeleza hata katika siku za mwisho atasimama kama jemedari mkuu. Danieli sura ile ya 12 mstari wa 1. Biblia inasema hivi: wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Kwa hiyo hapa Yesu anatambulishwa kama jemedari mkuu. Na hapa anatajwa Mikaeli. Ukisikia Mikaeli ni jina la Kristo, na anatajwa hasa anapokuwa katika mapambano kati ya uovu, anapokuwa akipambana na nguvu za uovu.
ndio anatajwa kwa jina hilo Mikaeli. Jina hilo Mikaeli ni jina ambalo linamaanisha ni nani aliye kama Mungu, who is like God. Na hilo jina limetambulishwa pia hata kwa Roho Mtakatifu. Ukisoma katika kitabu cha Isaya, wakati anatambulishwa Roho Mtakatifu kama muumbaji, ni nani aliyempatia shauri, ni nani aliyekuwa naye, ni Isaya sura ile ya 11. Anatambulishwa, anasema ni nani aliye kama yeye. Jina hilo hilo linafanana na la Yesu Kristo Mikaeli. Ni nani aliye kama Mungu? Utamfananisha Mungu na nani? Yeye anatambulishwa ndiye jemedari. Yeye ndiye kiongozi mkuu wa jeshi la Bwana. Kwa hiyo Baba yeye analo jeshi, jeshi ni mali yake. Lakini Kristo katika jeshi la Bwana, yeye ambaye ndiye Mwokozi, yeye ndiye jemedari. Ndiye anayesimama mbele na kutoa mwelekeo wa jinsi majeshi yake yanavyopaswa kupambana. Askari wake katika jeshi lake wanapaswa kupambana. Kwa hiyo Yesu anapofunuliwa kama jemedari, yeye anafunuliwa ndiye anayetoa amri. Yeye ndiye mwenye amri. Yeye anafunuliwa ndiye kiongozi. Yeye ndiye anayetoa mwelekeo. Yeye ndiye kila kitu katika jeshi la Bwana. Kwa hiyo Yesu anafunuliwa kama jemedari mkuu katika jeshi la Bwana. Vipi kwa habari ya Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu katika jeshi la Bwana anafanya kazi nyeti sana. Nisikilize vizuri. Na kama ambavyo tumekuwa tukiendelea kujifunza hapa, katika zile nafsi tatu zina uhusiano wa karibu sana na kanisa la Mungu. Baba ndiye chanzo, ndiye mwenye kanisa. Na hapa kwa mujibu wa sitiari hii, yeye ndiye mwenye jeshi. Yesu Kristo yeye ndiye amiri jeshi mkuu. Katika jeshi la Bwana yeye ndiye amiri jeshi mkuu. Roho Mtakatifu yeye ndiye mtendaji katika jeshi la Bwana. Sasa ukiangalia hata katika ofisi za watu wa jeshini, kuna ofisi nyeti sana. Ofisi nyeti ambayo sasa ndio inahusisha utendaji. Roho Mtakatifu ndiye anayetenda katika jeshi la Bwana. Anatenda kinamna gani? Jambo la kwanza, ndiye anayeongoza majeshi ya Bwana. Yesu alieleza vizuri katika Yohana sura ile ya 16 mstari wa 13. Anasema atawaongoza kwenye kweli yote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana kazi ya kuongoza jeshi la Bwana katika kweli yote. Tunapojifunza juu ya jeshi la Bwana, tutaangalia juu ya kanisa la Mungu la Agano la Kale, ambao hasa lifunuliwa katika taifa la Israeli. Wana wa Israeli katika safari yao yote walikuwa wanaongozwa na vitu vikubwa viwili. Moja, malaika aliyekuwa anawatangulia. Lakini mbili, waliongozwa na nguzo ya wingu, ambao usiku ilikuwa inakuwa nguzo ya moto. Hiyo ilikuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo waliongozwa na Yesu ambaye anatambulishwa kama malaika wa agano, the angel of covenant. Na akisema malaika haimaanishi kwamba Yesu ni malaika. Yesu ni mjumbe. Yesu ni Mungu wa milele. Ndiye mjumbe aliyetumwa ambaye ana ujumbe wa kuwaokoa wanadamu. Kwa hiyo kama malaika wa agano, Yesu alikuwa ndiye kiongozi, jemedari katika jeshi la Bwana. Lakini Roho Mtakatifu pia naye ndiye aliyetoa nuru. Ndiye aliyeangaza ili watu waweze kuona njia, ili waweze kuona hatari, na ndiye aliyekuwa moto akiwakinga dhidi ya vitu vya hatari, dhidi ya maadui wao. Kwa hiyo Roho Mtakatifu katika jeshi la Bwana, yeye ana kazi ya kuongoza. Kwa lugha rahisi, sisi ambao tunaunda jeshi la Bwana, ambao sisi ndio askari ndani ya jeshi la Bwana, tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tangu kiongozi mkubwa mpaka yule ambaye anaweza kuonekana ni kiongozi mdogo katika level ya kanisa Maria, wote tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Maana Yesu hapa anasema atakapokuja yeye atawaongoza, awatie kwenye kweli yote. Na kweli yote ni neno la Mungu. Kwa kanisa la Bwana, jeshi la Bwana linaongozwa na vitu viwili. Moja ni neno la Mungu ambaye ndiye Kristo. Mbili ni Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu anaongoza. Jukumu lake lingine katika jeshi la Bwana, Roho Mtakatifu anatoa nguvu za kiroho. Ili maaskari waweze kuwa wapambanaji, lazima wapewe nguvu. Lazima wale chakula wapate nguvu. Lazima wapate hewa safi, wawe na afya njema,
ili wanapoenda kukabiliana na adui wawe na afya njema. Roho anatoa nguvu za kiroho katika maaskari wa Bwana. Biblia inaeleza hivi katika Matendo 1:8, mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu na Samaria na Uyahudi wote na hata mwisho wa nchi. Roho anatoa nguvu katika askari ndani ya jeshi la Bwana. Na tutapata kielelezo hicho kwa maisha ya Yesu Kristo alivyokuwa hapa duniani. Wakati Yesu yuko hapa duniani alisema, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta niwatangazie watumwa kufunguliwa kwao, vipofu kupata kuona tena, na wale waliofungwa kufunguliwa kwao. Luka sura ya 4 fungu la 18. Lakini Roho huyo huyo ndiye aliyemuongoza Yesu Kristo jangwani wakati wa majaribu. Akamuongoza kwenye kujaribiwa, jaribu la kwanza, jaribu la pili, jaribu la tatu. Majaribu yote matatu Yesu aliyashinda kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Nisikilize vizuri sana. Bila Roho Mtakatifu huwezi kushinda majaribu ambayo unapambana nayo. Bila Roho Mtakatifu mimi siwezi kushinda majaribu ambayo ninapambana nayo. Na haya majaribu ambayo Yesu alipambana nayo, unajua, ndio ambayo tunapambana nayo leo. Watu wanayachukulia hivi hivi, lakini ndio majaribu ambayo watu wanapambana nayo. Jaribu la kwanza linahusisha mambo ya chakula. Mambo ya kula chakula ni jaribu kubwa sana ambalo watu wanapambana nalo. Yesu aliambiwa badilisha mawe haya kuwa mkate. Lakini jaribu la pili tunapambana nalo kama ambavyo Yesu alijaribiwa, la macho, tamaa ya macho. Anasema shetani alimchukua Yesu akamweka kwenye kinara juu ya hekalu, akamuonyesha himaya zote za dunia kwa dakika moja. Halafu akamwambia, hii yote nimepewa, ukianguka kunisujudia nitakupatia. Yesu akamwambia, imeandikwa. Jaribu la tatu ni kiburi cha uzima. Wakati shetani anamchukua Yesu, anamwambia jitupe, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde na mikononi mwao wakuchukue. Yesu akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Baadaye akamwambia, ondoka kwangu shetani. Maana yake ni nini? Roho Mtakatifu aliyekuwa juu ya Yesu ndiye aliyempa nguvu ya kushinda majaribu yote haya matatu. Maana Luka sura ya 4 anasema Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu akaongozwa kwenda nyikani ili ajaribiwe. Kwa hiyo katika majaribu yetu sisi kama maaskari katika jeshi la Bwana tunapewa nguvu na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jukumu lake katika jeshi la Bwana ni kuwapa nguvu maaskari. Anawapa nguvu, anawawezesha ili waweze kutenda kazi ya Bwana, na hatimaye falme na nguvu zote za uovu zishushwe chini, zipate kushindwa. Maana wamewezeshwa si kwa nguvu, si kwa uwezo, ila ni kwa Roho ya Bwana, asema Bwana wa majeshi. Roho Mtakatifu anafanya jambo gani lingine? Yeye ndiye anayefanya zile silaha ambazo maaskari wanazo ziweze kuwa active, ziweze kuwa na nguvu. Ni silaha zipi? Maandiko yanaeleza wazi katika kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 10 mpaka 18 pale zimetajwa, lakini nisome 10 na 11. Anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sikiliza fungu la 11. Vaeni silaha zote za Mungu. Silaha zote bila kubakisha hata moja. Silaha zote mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo shetani anapingwa kwa silaha za kiroho, na hizi silaha za kiroho ili ziwe na nguvu zinapaswa zitiwe nguvu na Roho Mtakatifu. Maana yake nini, mchungaji? Hapa unaongea point kubwa sana. Kila muumini ndani ya kanisa, kila mchungaji, kila mtu ndani ya kanisa anapaswa adai ahadi ya Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kufanya silaha za kiroho ziwe na nguvu. Na hizo zimetajwa. Silaha ya kwanza ni maombi. Maombi bila Roho Mtakatifu hakuna nguvu. Ndio maana Mtume Yuda anaeleza tunapaswa kuomba katika Roho Mtakatifu. Sio tu katika jina la Yesu, lakini pia katika Roho Mtakatifu.
Lakini silaha nyingine ni nini? Neno la Bwana. Neno la Mungu linakuwa halina nguvu kama hakuna Roho Mtakatifu, lakini akiwepo Roho Mtakatifu, neno la Bwana linakuwa na nguvu. Uinjilisti, maana anasema vaeni silaha zote, ikiwemo na injili ya amani. Hakuna uinjilisti wenye mafanikio bila Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu alisema, tulieni, kaeni hapa, mpokee uwezo kutoka juu, naye akija mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayefanya silaha za kiroho ziwe na nguvu. Maana yake ni nini? Lazima tudai ahadi ya Roho Mtakatifu, na tukiwa na Roho Mtakatifu tutakuwa na uwezo wa kushinda vita hii ya kiroho, maana ndiye atakayetufanya tuweze kushinda katika mapambano haya. Na Biblia inaeleza hivi katika Wakorintho wa pili 10 mstari wa 4, Roho Mtakatifu anafundisha mbinu za kivita, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Ni ngome gani ambayo shetani ameiweka mbele yako? Ni ngome gani ambayo shetani ameiweka mbele yako? Nakupa chaji siku hii ya leo. Vaa silaha zote za Mungu. Mungu atakupatia ushindi. Roho Mtakatifu atakuwezesha. Ni silaha ya neno, silaha ya maombi, injili ya amani. Mambo yote haya, ngao ya imani, yote hayo yatatuwezesha katika kushinda. Maana neno linasema pasipo Roho hatuwezi kufanya jambo lolote. Roho Mtakatifu atatuwezesha kushinda katika vita hii ya kiroho. Jambo la 4 kwa siku ya leo, tunapojifunza kanisa kama jeshi la Bwana, Biblia inafunua ya kwamba waumini ndio maaskari. Yesu ni jemedari, Baba ni mwenye jeshi, Roho Mtakatifu ndiye anayetenda kwa waumini, ndiye anayewapatia nguvu ya kiroho, ndiye anayefanya silaha ziwe na nguvu. Waumini sasa wao ni askari. Biblia inaeleza hivi katika kitabu kile cha Timotheo wa pili 2 mstari wa 3 na wa 4, neno linasema, ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Kwa hiyo sisi kama wapiganaji, sisi kama wapambanaji, sisi tunatambulishwa ni askari. Ni askari, sio askari wa jeshi la Tanzania, sio askari wa jeshi la Kenya, sio askari wa Umoja wa Mataifa. Ni askari wa jeshi la mbinguni. Ni askari wa jeshi la Mungu, jeshi ambalo Mungu mwenyewe ndiye mmiliki mwenye jeshi, jeshi ambalo Kristo Yesu ndiye jemedari mkuu, jeshi ambalo Roho Mtakatifu ndiye mtendaji mkuu katika jeshi hilo. Sisi ni askari katika jeshi la Bwana. Jambo la mwisho kwa siku ya leo, tunapojifunza sitiari hii ya jeshi, maandiko yanafunua kwamba silaha za kiroho ndani ya jeshi hili zimetajwa katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Silaha za vita, naomba nizitaje hapo kama unavyoziona katika kiambaza. 1 ni sala na maombi, 2 ni mkanda wa kweli, 3 ni dirii ya haki, 4 ni viatu kwa ajili ya injili ya amani, 5 ni ngao ya imani, 6 ni kofia ya wokovu, 7 ni upanga wa neno la Bwana. Hizi ndizo silaha za vita, na maandiko yanaeleza Wakristo wanapaswa kuvaa silaha hizi. Kama kuna wakati kila Mkristo, kila mchungaji, kila mwinjilisti, kila mmoja anayeliitia jina la Bwana anapaswa kuvaa silaha hizi, ni sasa. Kwa kalama aliyopewa, kwa uwezo aliopewa, kwa nafasi aliyonayo, anapaswa avae silaha hizi za Bwana. Biblia inaeleza wazi katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 na 11, anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo tunapaswa kuvaa silaha, maana tunapambana na jeshi la uovu. Yaani hatupambani na wanadamu wenzetu, hatupambani na watu, hatupambani na wanadamu jamani, tunapambana na jeshi. Sikiliza maandiko yanavyoeleza katika Waefeso 6 mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme,
na mamlaka na wakuu wa giza la dunia hii juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sio vita ya mchezo. Vita hii ni vita kali ambayo tunapambana dhidi ya nguvu za uovu. Hatuwezi kuziona kwa macho, maana ziko katika ulimwengu wa roho. Na Yesu alipokuwa akifunua juu ya kanisa lake, alionyesha kwamba kanisa liko vitani. Alieleza hivi katika Mathayo 16 mstari wa 18. Alisema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Hilo ndio neno la kuondoka nalo, ya kwamba jeshi la Bwana haliwezi kushindwa na nguvu za uovu. Hata kama ni wakuu wa giza, hata kama ni wenye mamlaka, ni wenye usultani wanaopambana nasi, ambao wako kinyume nasi kama jeshi la Bwana, Yesu alikwisha kusema hawawezi kushinda. Na huo ndio ukweli, ya kwamba shetani na jeshi lake hawawezi kushindwa. Maana jeshi hili, moja, ni mali ya Baba; mbili, jemedari wake mkuu ni Yesu; tatu, mtendaji wake mkuu na anayewapa waumini nguvu na kuzitia zile silaha nguvu ni Roho Mtakatifu. Shetani atapenyea wapi? Hana pa kupenya. Mahali alipo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, shetani hawezi kupenya. Yesu alisema jeshi la Bwana litashinda na zaidi ya kushinda, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Huo ni ukweli ambao umefunuliwa katika neno la Bwana, ya kwamba jeshi la Mungu siku zote linashinda. Leo tulikuwa tunaangalia sitiari hiyo inayoonyesha kanisa la Mungu, ambayo yenyewe ni jeshi la Bwana. Mungu atubariki, na nikukaribishe katika kipindi kinachofuata. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Karibu tuweze kujifunza, tufahamu ukweli juu ya kanisa la Mungu. Tutakapomaliza maana ya kanisa, tutakapomaliza sitiari za kanisa, tutaingia kipengele cha muhimu sana kinachoongelea kanisa katika mwendo, kanisa linalokuwa, kanisa linaloongezeka katika idadi ya waumini, katika uelewa wa kweli, lakini pia kanisa linalokuwa katika ukomavu wa maisha ya kiroho. Mungu akubariki sana, na tunapohitimisha basi tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Asante kwa kutufundisha juu ya sitiari hii inayoongelea jeshi la Bwana. Tupatie masikio ya kiroho tukaelewa ukweli huu, na hatimaye tukaandaliwe vema kwa ajili ya kupambana katika vita hii ya kiroho, lakini zaidi tukiandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako yatosha, kwani tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.